Hamjambo wanafunzi, karibu katika somo la leo. Mimi najulikana kama Mjomba Museti, mwalimu wa lugha ya Kiswahili. Kwa hakika sijipigi kifua eti nimebobea sana, lakini hakika nina imani kwamba kuna jambo moja ama mawili utafaidi kutoka kwa somo langu. Kabla tuendelee, kwanza kipindi hiki tuna shida, na shida moja ni kwamba tuna gonjwa ambalo limekumba nchi yetu ya Kenya. Hilo gonjwa ndio limefanya tumevaa hivi vitu hapa. Jamani, kabla utoke kwa nyumba, kabla uende mjini, kabla uingie ambapo kuna watu wengi, ninakuomba kila wakati uwe na maski yako. Shukran. Karibu katika somo la leo. Leo tunaenda kujifunza uandishi wa insha. Insha katika lugha ya Kiswahili hutainiwa kutathmini mambo mawili matatu, na lengo la kutahini mwanafunzi katika hiki kitengo ni lipi? Kwanza kabisa, wewe kama mwanafunzi lazima uelewe ni kwa nini unatahiniwa insha. Lengo la kukutahini insha ni kutaka kujua weledi wako wa kujieleza. Unaweza kujieleza? Umekomaa kimsamiati? Unawezaje kupanga mawazo yako? Hayo ndo baadhi ya mambo ambayo yanatuma mtahini akutahini katika kitengo cha insha. Na hivyo leo nataka tuangalie yaliyomo katika insha. Insha ina nini? Insha inahusu yepi? Jambo la kwanza kabisa, yaliyomo katika insha. Yaliyomo katika insha. Jambo la kwanza, kuna anwani. Anwani ni nini? Anwani ni kichwa cha insha ambacho kwacho umepewa uandike kukihusu. Jambo la pili, kuna maudhui. Maudhui ni nini? Maudhui ni kiini cha insha, lengo kuu la insha. Umeambiwa uwasilishe hoja zako kulingana na lengo fulani. Lile lengo ndilo tunaita maudhui. Kiini cha insha yenyewe ndicho kinachoitwa maudhui. Safi kabisa. Jambo lingine, kuna mtiririko. Mtiririko wa mawazo. Mawazo yako yanatiririka vipi? Unajieleza vyema ama yamejichanganya kama pure, mseto wa maharage na nini na mahindi? Asante sana. Kwa hivyo lazima uwe na mtiririko fulani, mtiririko mwafaka unaoleta utamu katika insha yako. Kisha kuna taswira. Unachora picha ipi na uandishi wako? Mwanafunzi, unanielewa? Lakini asante sana, asante sana kwa kunielewa. Sasa taswira, unaandika ile insha, unaleta ama unalenga vipi? Anayeisoma anaelewa nini ama anaona vipi mawazo yako? Wajua, insha unajenga taswira fulani kutumia maandishi. Kwa hivyo lazima utoe taswira halisi ya insha. Jambo jingine ni kumalizia insha yako. Utaimalizia vipi? Ndio umeiandaa vizuri, umepika kile chakula, kimeiva,
Sasa umeamua kukipakua vipi? Mwisho kabisa umepika sima imeiva, utaamua kumpa yule mtahini wako hiyo sima kavu, ama utamtilia mchuzi pale mwisho? Ndo maana tutaangazia kumalizia insha yako. Leo tutaenda kushughulikia mada yetu kuu ni maudhui. Tutaangazia nini? Maudhui. Sasa maudhui ni nini? Lakini nimewaambia wanafunzi, maudhui ni nini? Hebu kanieleza, ongea kwa sauti, nitasikia tu hata ukiwa umeketi hapo nyumbani. Maudhui ni nini? Asante sana. Sasa maudhui ni kipengee ama kipera. Hiki ni kipengee muhimu sana ambacho ndicho kiini cha uandishi wako. Kipengee ambacho ndicho kiini cha uandishi wako. Nina imani kwamba hapo ulipo unaweza soma haya ambayo ninayaandika. Kwa hivyo tunapoongea kuhusu maudhui, jiulize kwanza, wewe mwanafunzi wa darasa la 8, sababu wewe ndiwe ninawelenga sana. Maudhui pekee yamebeba alama ngapi katika usahihishaji wa mitihani ya kitaifa? Hiki kitengo kina alama 20. Ndiposa ningependa kukuonyesha namna ya kulenga, ndipo usije potoka. Ukipotoka, ukienda tenge, ukienda kombo, unapoteza alama zako zote 20. Ila ukilenga ndipo utazipata alama zote. Kunazo namna kadhaa ya kuzuia kuandika insha yako huku ukiwa umepotoka kimaudhui. Kwa hivyo tunaenda kuangazia ni vipi utaandika insha yako ukilenga maudhui. Njia ya kwanza, soma swali na ulielewe. Soma swali na ufanya nini? Na ulielewe. Ukikwisha lisoma lile swali, umelielewa? Umelielewa vyema? Litafsiri. Ujue mtahini anakuhitaji ufanye nini katika lile swali. Ukikwisha lielewa, hakika utaweza kulijibu. Kwa hakika wajua hii ni kazi, hii ni sanaa. Ikiwa hujui kuimba, upewe kipasa sauti, uambiwe kawaimbie watu, haswa hauwezi kuimba. Vile vile ikiwa hulielewi hili swali, uambiwe lijibu lile swali, hautakuwa na jibu mwafaka. Jambo la kufanya ni usome swali na ulielewe. Usome swali na ulielewe. Ninarudia kwa mara ya 3, usome swali na ulielewe. Asante sana. Jambo la pili ni uandike vidokezo. Vidokezo vitakusaidia nini? Vidokezo vitakusaidia katika mtiririko wa mawazo yako. Ukishaandika vidokezo vyako, kavipange. Unataka hii safari ya uandishi uipeleke vipi? Pole pole, kuanzia jambo la kwanza hadi la mwisho, ukavipange vidokezo vyako vizuri. Ukikwisha vipanga vidokezo vyako, sasa ingia katika kujaribu kutumia istilahi zinazofaa.
Tambua istilahi. Istilahi ni msamiati unaofaa. Ukikwisha tambua istilahi zinazofaa katika uandishi wako, haitakuia vigumu kutiririsha mawazo yako moja baada ya jingine. Polepole, bila haraka, utaandika insha nzuri. Tanbihi, jambo la kusisitiza hapa, jambo la kusisitiza. Jamani mwanafunzi wangu, usiwe na haraka sana ya kuandika ama kuanza kulijibu swali. Wacha haraka ya kuanza kulijibu swali. Kwa nini? Ukiwa na haraka sana, unajua pupa kwa kawaida, fisi ndio huwa na pupa sana, na wahenga walisema mwenye pupa hadiriki kula nini? Kula tamu. Hata nawe ukikuwa na pupa ya kwanza kuandika, ushaona swali haujalielewa vyema, ushaanza tu kung'ang'ania kuandika haraka haraka, nikana kwamba unatoroka, hakika hautakula tamu. Hivyo basi nakusihi, chukua muda wako, kajipange, panga muda wako. Ujue kwamba dakika za kwanza 5 ukikwisha pewa swali, utalisoma, ulielewe, ulitafsiri, uandike mdokezo wako, na ikiwezekana katika mawazo yako jipe ule msamiati utakao utumia. Ukikwisha fanya vile, baada ya zile dakika 5, sasa uko tayari kuandika insha. Anza kuandika insha. Na nimekuambia insha ni maudhui. Kwa sababu gani? Maudhui yanabeba alama 20. Kipandikizi kizima hivi cha alama 20, nusu, 50% alama za insha ni maudhui. Ukipotoka umekosa alama 20. Ila ukilenga ndipo ujue utaweza pata zile alama 20 zote. Mwanafunzi wangu, ninalo swali. Je, ukapewa leo insha, unaweza kutambua maudhui ya ile insha? Unaweza? Sasa tuangalie namna ya kujenga maudhui. Namna ya kujenga maudhui yako. Namna ya kujenga maudhui yako. Namna ya kujenga maudhui, njia mbalimbali za kujenga maudhui yako. Nimekuambia kwamba maudhui yanabeba alama nyingi sana. Hivyo basi ukitaka kukomaa katika hiki kipengele cha maudhui, lazima usome vitabu vya hadithi. Tena si kimoja viwili, soma vitabu vingi. Kusanya vitabu vingi, ukuwe na maktaba yako ya vitabu vya hadithi. Angazia namna mwandishi mmoja anatumia msamiati, kafananishe matumizi yake na mwandishi mwingine, jinsi alivyojenga maudhui yake. Angazia huyu mwandishi na yule mwandishi, haswa utapata kwamba kila mmoja ana mbinu zake. Nawe kukomaa lazima uangazie wale ambao wamekomaa. Jambo la pili, zoea kusoma insha za wanafunzi wengine ambao wamekomaa kukuliko. Usiende kuangazia zile insha ambazo zimejaa makosa. Angazia za wale wanafunzi ambao wamekomaa kimawazo, wale ambao darasani kidogo mwalimu yuwapa alama 25, 30 vile.
Ukiangazia mwanafunzi kama yule, ikiwa wewe wapata alama 20, usome insha ya mwanafunzi aliyepata alama 25, utagundua kwamba yule mwanafunzi kuna ubunifu fulani yako nao ambao we hauna. Vyema sana. Jambo jingine, jifunze istilahi mwafaka. Hapa tafuta msamiati, na msamiati si maneno mazito mazito, msamiati si mambo magumu magumu, la hasha. Msamiati ni jumla ya maneno ambayo unatumia kujenga insha yako yatumike vyema. Kuna msamiati mwingine kama methali, nahau, istiara, takriri, mambo kama yale ujue kuyatumia vyema. Na kabla utumie msamiati, kaelewe maana, ujue maana ya ule msamiati. Ndiposa mtu akikwambia polepole ndio mwendo, wajua maana ya polepole ndio mwendo ni nini? Safi. Kisha jifunze ama ujizoeshe kutumia msamiati katika mazungumzo yako ya kawaida. Usije ngoja hadi ifike katika mtihani eti ndio unajifunza kutumia ule msamiati. Itakuwa vigumu ikiwa wewe hujajizoesha kutumia msamiati ule katika mazungumzo ya kawaida. Ni vyema uzoee kutumia ule msamiati katika maongezi yako ya kawaida, ndiposa utakapofika katika uandishi wako itakuwa rahisi, itakuwa ni kwa wepesi sana unatumia ule msamiati. Jambo jingine ni ufanye mazoezi mengi. Ikiwa katika juma moja mwalimu amekwambia uandike insha 2, hayo ni mazoezi ya mwalimu, anakupima kulingana ambacho alikufunza. Sasa wewe nenda, wewe ndiye mwanafunzi. Ukumbuke mwalimu hafanyi mtihani, yeye akautunga bwana. Sasa we nenda, fanya mazoezi zaidi, mazoezi binafsi. Ikiwa umepewa insha 2, wewe nenda ufanye zako zingine ngapi? 2. Uwe umefanya mazoezi mara 4 haswa. Hata wale wakimbiaji hodari, hata wachezaji hodari hukomaa kutokana na michezo mingi ambayo amecheza. Hukomaa kutokana na riadha, amejisatiti, akajitahidi mbio kila asubuhi, ile misuli yake izoee zile mbio. Nawe misuli yako ya akili lazima izoee mazoezi. Ukifanya vile utakuwa katika hali nzuri. Uliza maswali ambapo hujaelewa. Ikiwa hautauliza maswali, Waswahili walisema kuuliza zi ujinga, nami nikaongeza asiyeuliza ndiye mjinga. Wanafunzi wangu, kufikia hapo nakamilisha kipindi. Mimi wenu mjomba Moseti, wengi wananitambua mjini kama Ustadh Moseti, ila nashukuru hadi kipindi kichacho. Kwa heri.